Subscribe The Sport Show. Huenda dabi ikaota mbawa. Kuna asilimia kubwa sana ya mchezo wa dabi kutokufanyika, hasa kutokana na vuta ni kuvute ambazo zinaendelea, na hii ndiyo sababu kubwa inayofanya dabi isiwepo. Unataka kujua ni nini ambacho kipo? Tafadhali naomba uweze kufuatilia hadi mwisho kuweza kujua kiundani zaidi sababu ya msingi inayopelekea pengine dabi isiwepo ama ikaota mbawa, na mechi zilizochezwa leo ndo zikawa mechi za mwisho, na pengine tusione Simba na Yanga zikicheza mchezo wao wa pili. Kabla tujaendelea na uchambuzi, ni kuombe uweze kusubscribe YouTube channel yetu ili usipitwe na taarifa zetu, lakini pia kwa wewe ambaye umesha subscribe, shukrani zikuendee, lakini pia maoni yako ni ya muhimu sana. Kumbuka kutupa maoni yako, lakini pia usiache kushare kwa washikaji, kwa wana, lakini pia usiache kutupa kile ambacho wewe unaona kipo sawa. So naomba tuendelee mwanzo mpaka mwisho. Leo zimetamatika kwa mechi zilizokuwa zinasubiriwa za kufunga pazia za ligi kuu, lakini imebakia mechi moja ambayo inasubiriwa kwa hamu na wapenzi na wadau wa mpira, ambapo ni mechi ya dabi kati ya Yanga na klabu ya Simba. Lakini kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba pengine mechi hizi zilizochezwa za raundi ya mwisho ya tarehe 22 ndio ikawa mechi ya mwisho kabisa, na tusione mechi nyingine tena hadi msimu utakapofunguliwa wa 2025/26, kwa sababu mpaka dakika hii tunavyoingia mitamboni ni kwamba kuna taarifa zinaelezea kwamba klabu ya Simba pengine kesho tarehe 23 ikavunja kambi rasmi na kila mmoja akaendelea na yake. Hizo ni taarifa ambazo bado hazijawa na uhakika zaidi, kutokana na kwamba hakuna peji rasmi ya klabu ya Simba ambayo imeelezea kuhusiana na kuvunjwa kambi, lakini hiyo ni taarifa ambayo inatoka ndani ya klabu ya Simba. Tuseme hizo ni za ndani, na hii inatokana na taarifa iliyokuja kutoka kwa mwenyekiti wa mashabiki kutokana na namna ambavyo alienda kuiwakilisha klabu ya Simba pasipo kuwepo na wajumbe wa bodi. Kumbuke kwamba Mangungu alienda kuwakilisha Simba alipokutana na rais, lakini inaelezwa kwamba hakukuwa na mjumbe yoyote wa bodi ya klabu ya Simba, si kwa upande wa uwekezaji. So hiyo inaleta vuta ni kuvute na kuweka mgawanyo kati ya viongozi mbalimbali kunako klabu ya Simba, hali inayopelekea pengine maamuzi ya umoja usiwepo, na hivyo kupelekea maamuzi kuwa ya upande mmoja. Hiyo inaifanya klabu hiyo ya Simba ishindwe kuwa na maamuzi kuelekea kwenye mchezo wa dabi, kutokana na kile ambacho kwa namna moja ama kingine inaonekana kama vile wao ni watu ambao wanatengwa au watu ambao ni wanyonge kwenye mpira. So ili kuonesha kwamba Simba pia sio wanyonge, inaarifiwa kwamba pengine wakakataa kucheza huo mchezo ili kuonesha kwamba wao pia sio wanyonge. Kwa hiyo yetu macho na masikio kuona nini ambacho kinatokea, lakini kwa watani zao, wao wako tayari, wana hari ya kutosha, wana morali ya kutosha, na wanaisubiri dabi kwa hamu sana. Pengine wanajua nini ambacho wanakifanya, lakini kumbuka kwamba mchezo wa dabi ndio unaoenda kumtoa mshindi. Kwa hiyo Ally Kamwe ameweza kuzungumza kupitia post yake kwamba Simba ndo kashikilia endorsement ya ubingwa, kwa hiyo ubingwa wao upo mikononi mwa klabu ya Simba. So kama watajitokeza kucheza, basi pengine kuwafunga ndo itaweza kuwapa wao ubingwa, lakini kama watashindwa kuwapa, basi wasijitokeze uwanjani. Huo ni utani, lakini pia
inaelezea uhalisia wa kile ambacho kipo, kwa sababu ukweli na uwazi au ukweli uko hivi kwamba katika misimu mitatu hii hapa au mechi 5 za mwisho ni Yanga ameibuka zaidi kidedea kuliko Simba, kwa sababu mechi nyingi amekuwa akifungwa. Amefungwa 5, amefungwa 2, amefungwa 1, amefungwa 2. Kwa hiyo unaona ni kwa namna moja ama nyingine wababe wa utani wa jadi wanabaki kuwa ni Yanga. Hivyo basi kwa namna moja ama nyingine huku mitaani wanasema kwamba Simba wameikimbia, wanasema kwamba Yanga wameikimbia Simba. Na hiyo ilikuwa ni mwanzoni, lakini kwa sasa hivi karata imegeuka, ni kwamba Simba anaikimbia Yanga. Yanga anataka mchezo, Simba hataki kucheza. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaona hii vuta ni kuvute inaenda kuleta sintofahamu, lakini kuna habari pia inayoelezwa kwamba hii dabi inachochewa zaidi kutokuchezwa kutokana na baadhi ya shinikizo linalotokana na wale wanaoenda kugombea nafasi ya urais wa TFF. Hii ni nafasi adhimu kwa sababu kwa namna moja ama nyingine inaelezea, inatupa taswira ya picha, inatupa taswira ya miaka michache kwamba mpira wetu utakuwa wapi. So shinikizo linaloendelea kutoka kwa baadhi ya viongozi wanaotaka kuwania nafasi ya juu inaongeza pressure kwa upande wa klabu ya Simba kutokucheza kutokana na kile ambacho wanaona kwamba kuna vitu vinafanywa kwa ajili ya matakwa ya watu wengine. Kwa hiyo wao hawapo tayari, na ukiangalia kwa umakini kuna pressure kubwa sana inaendelea sana mitandaoni, hasa upande wa pili wa klabu mojawapo ikishinikiza rais wa TFF aweze kuondoka ili kuweza kuwapa nafasi ya kuweza kufanya yao. Je, ni haya yapi hayo? Mimi pia sijui, lakini tutarajie pengine siku chache zijazo kukaja kuwa na taarifa ikielezea kiundani yale ambayo yanaendelea, lakini kubwa zaidi ni kuangazia kwenye haya ambayo yanaainishwa. Ikumbuke kwamba kwa miaka au misimu mitatu mfululizo klabu ya Yanga amekuwa bingwa. So ubingwa wake umekujaje kama uongozi uliopo madarakani haufai? Ndio swali la kujiuliza. Hii unaona kabisa ni propaganda ya michezo ili kuondoa watu kwenye reli, ili Kariakoo Derby isifikiriwe na isizungumzwe, na hata kama itazungumzwa basi zungumzwe kwa namna nyingine. Klabu ya Simba imepoa mpaka dakika hii. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwenye peji wala kutoka kwenye chanzo kilichokuwa rasmi kikielezea kuhusiana na Kariakoo Derby, bali wamekuwa kimya. Lakini ikinukuliwa kauli ya Ahmed Ally aliyozungumza, aliyoposti kwenye mtandao wake wa kijamii hivi karibuni, alipokuwa akisema kwamba wanaenda kucheza mechi ya mwisho na timu waliocheza nayo leo. So ilizua maswali mengi kwamba iweje aseme kwamba ni mechi ya mwisho, lakini mwisho wa siku kukaa kwenye peji za wadau mbalimbali zinaelezea kwamba ni mechi ya mwisho kwa upande wa nyumbani. Hiyo inabaki kama ni fumbo, lakini Ahmed Ally alivyokuwa amezungumza kwamba anaenda kucheza mechi ya mwisho na Kagera, pengine ndio ikawa mechi ya mwisho kabisa kuchezwa kwa msimu huu, huenda kukawa kuna uhalisia wa jambo, kwa sababu ninaamini kwamba alichokizungumza hajazungumza kwa kufikiria tu kwamba ni matakwa yake au maamuzi yake au fikra zake, bali kuna jambo ambalo linaendelea ambalo kwa namna moja ama nyingine walioko ndani zaidi ndio wanaojua kile ambacho kinakuwepo. Na ukipitia kwenye peji za watu kadhaa bado kunakuwa na kigugumizi kuelekea kwenye hii dabi. Kwa hiyo kuna mengi sana ambayo yanajitokeza, lakini mbaya zaidi ni endapo haitochezwa. Kumbuke kwamba FIFA wako nchini. Endapo haitochezwa italeta taswira mbaya sana, na pengine
tunaweza tukaja kufungiwa kwa sababu kama sababu hazitojitosheleza za kwa nini dabi ilisogezwa mbele kutoka tarehe 15 ikapelekwa tarehe 25 bila sababu ya msingi, basi FIFA wakija kujua kwamba kuna mashinikizo aidha ya wanasiasa ambao wako nyuma ya kundi fulani, basi pengine naweza kuja kufungiwa na kutokujihusisha na mpira maybe kwa mwaka mmoja au miaka miwili au miaka mitano, itategemeana na rungu la FIFA. Kwa upande wa matumizi ya fedha za FIFA iko sahihi, kile ambacho kilipaswa kufanyika kimefanyika. Ujenzi wa miundombinu ya mipira imefanyika, kituo cha kukuza soka imeshajengwa, lakini pia viwanja kadhaa vimeboreshwa kuendana na hadhi ya FIFA inavyotaka. Niweze kutoa pongezi za dhati kwa Rais Karia kwa kile alichokisimamia kuhakikisha kwamba anaiweka taswira ya mpira wetu kwenye ramani inayoonekana, lakini pia credit kwa klabu ya Simba kwa kuweza kupambana mpaka kuhakikisha kwamba amefika nafasi za juu kunako vilabu bora barani Afrika, kwa maana kwamba mpaka dakika hii Simba yupo nafasi ya 5 kwa vilabu bora Afrika, akifuatiwa na mtani wake Yanga ambaye naye amejitahidi kufikia ndani ya 20 bora. So haya ni mafanikio ambayo hayajaja bahati mbaya, bali ni kwa nguvu kubwa na maarifa makubwa na maono mengi ambayo yalitokana na Rais Wallace Karia aliyesimamia misingi ya soka na kufanya nchi yetu imekuwa ni moja ya nchi ambayo mpira wake umekuwa kwa kasi sana na kufikia nafasi ya 7 si haba kunako Afrika. So tutarajii kuona mengi mazuri zaidi yakija kufanyika, lakini endapo tu atateuliwa rais ambaye atakuwa na maono ya mpira wetu na sio maono ya klabu aliyowahi kuchezea au kutoka. Credit kwa Wallace Karia, lakini pia credit kwa wale wote ambao wameweza kuhakikisha tunafikia hapa. Mojawapo ni Mo Dewji ambaye amejitoa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba anatengeneza ushindani yakinifu kunako klabu ya Simba. Aliichukua klabu ya Simba ikiwa iko hoi bin taabani, lakini sasa hivi Simba inakuwa ni moja ya timu tishio zaidi Afrika. So hiyo tutakuja kuliangazia kwa siku nyingine, ila kwa wakati huu turudi tena kwenye dabi. Tuhitimishe kwa uchache kwa kusema kwamba kwa wakati huu bado tupo kwenye giza totoro. Kwa pengine ndani ya siku 2 zijazo, maybe kesho Jumatatu au Jumanne, tunaweza tukapata taarifa yakinifu kuelekea mchezo wa dabi. Kama utachezeka au hautochezeka kufikia Jumanne, tutakuwa tumepata jibu kamili, lakini za uhakika habari ni kwamba inawezekanika dabi isichezwe. Simba wamesusa, Yanga wanataka mchezo, Simba hataki kutoa mchezo. Je, ni nani atakayemshawishi Simba atoe mchezo? Mimi na wewe hatujui, pengine ni wao wenyewe ndo wataingia mchezoni. Tusubiri tuone yetu macho. Asante kwa kuwa nami mpaka wakati mwingine. Kesho nitakuletea taarifa nzuri zaidi ambayo naamini utaifurahia.